Yes, ni tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 na siku yenyewe ndio leo na ni kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby ambao utachezwa visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex kuanzia saa 2:15 za usiku. Simba Sports Club 11, Young Africans 11 watapepetana katika uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kuzisaka pointi 3 ama pointi 1 kwa sababu huu ni mchezo wa ligi kuu ya NBC. Mwananchi Digital tuko hapa tunakuletea update kutoka Zanzibar na tuko na ofisa habari wa shirikisho la soka Zanzibar ZFF Mohamed Kabwanga. Tunapiga naye story 2-3 kuhusiana na uwanja wa New Amani Complex. Tumesikia majina mengi sana ya uwanja huu, wengine wakiuita Guantanamo Bay. Wao kama ZFF wanachukuliaje swala hili, lakini pia maandalizi ya Kariakoo Derby yamefikia wapi? Kabwanga, Zanzibar ni njema. Atakayeaje au sio? Atakayeaje. Tumekuja. Karibuni sana. Asante sana. Mambo vipi? Yeah, fresh sio wewe? Mungu mwema? Yeah, tunashukuru Mungu bwana. Mungu ni mwema na tupo katika mwezi ambao ni mwema pia. Yeah, Ramadhani karimu. Yeah, Ramadhani karimu pia. Tuzungumze kuhusiana na mchezo wa Derby ya Kariakoo ambao unakwenda kuchezwa kwenye uwanja huu wa New Amani Complex. Kwenu kama shirikisho la Zanzibar, baada ya kupokea taarifa kutoka Young Africans, kwa sababu Young Africans ndio wenye mchezo, tunaomba kuja kutumia uwanja wenu kucheza Derby ya Kariakoo. Hili mlilichukuliaje? Ya, tulichukua vizuri kwa sababu kwanza haijawahi kutokezea kwa mchezo wa ligi ya Tanzania bara hususan mechi ya Derby kuja kuchezwa hapa visiwani Zanzibar kati ya Young Africans na Simba Sports Club. Kwa hiyo ilipokuja hii taarifa haikuwa na ukakasi wowote kwetu sisi, tukaona ni jambo jema kwa sababu kwanza itaandika kwanza historia, na historia ndio inakwenda kuandikwa leo hapo baadaye, lakini vile vile ni jambo ambalo litatoa mafundisho mengi sana katika mpira wetu wa Zanzibar pia, kwa sababu kuna ya kujifunza hapa. Tutajionea namna ya kuzikabili mechi kubwa za namna hii na namna ambavyo Derby katika operation yake na kadhalika inavyoendeshwa na usimamizi wake kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna mambo mengi pia ya kujifunza na fursa nyingine nyingi tu ambazo kuja kwa mchezo huu kwa Zanzibar kuna faida yake. Kwa hiyo sisi kama shirikisho baada ya kuja taarifa tukasema tumepokea kwa mikono miwili na alhamdulillah mpaka wakati wa sasa nasi tumetoa ushirikiano wetu kwa 100% kabisa, kama ambavyo unatuona tuko hapa kuhakikisha kwamba kila linalohitajika likae sawa sawa, linakaa sawa sawa na hatimaye mchezo uweze kuchezwa. Ukiachana na mchezo mkubwa wa Derby ya Kariakoo, hasa kwenye ligi, michezo mingi mikubwa imechezwa hapa. Mchezo wa finali za kombe la shirikisho barani Afrika, Simba akimwalika RS Berkane kama sikosei, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Tofauti ya michezo hile na huu wa Derby ya Kariakoo, mchezo ambao una tension kubwa, pande zote zikitaka kupata pointi either ni 1 au ni 3, na kukiwa na msukumo mkubwa baada ya Simba kuwa na historia mbaya katika michezo 6 mfululizo kwenye mashindano yote ambayo Yanga na Simba wamekutana kupoteza. Mmepata tension gani? Kitu gani mmekipata mpaka sasa? Ya, kwanza tofauti inakuja kwamba huu ni mchezo ambao unakutanisha hisia za Watanzania waliokuwa kama wote, yani kwa 100%. Tofauti na mchezo uliopita unakuta wapenzi wa timu A hisia zao zinakuwa kubwa zaidi wakiwa nyumbani na wengineo ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania, kwa maana timu pinzani. Kwa unakuta timu pinzani inakuwa haina nguvu sana kwa ile mchezo ambao imechezwa hapa kuliko ile timu mwenyeji. Lakini mchezo huu kwa maana ya kila mmoja ana nguvu. Simba na nguvu ya mashabiki, Yanga na nguvu ya mashabiki na hata na wengineo pia. Ni mchezo ambao umeteka hisia za Watanzania na ndio Derby ambayo kwa Tanzania yetu hii au kwa ligi ya Tanzania naweza nikasema ndio mchezo pekee ambao msimu mzima watu wanaosubiria kwa hamu, ni mchezo wa Derby. Kwa hiyo ni mchezo wa hisia, imeteka hisia za watu na maisha ya watu. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba huu sio mchezo mdogo, ni mchezo mkubwa ambao kimsingi tumesimamia michezo mingi sana pia hapa mikubwa, lakini mechi hii ni mechi ya aina yake kwa sababu ndio mechi ya Watanzania. Hakuna asiyefahamu, hata umuulize mtoto mdogo leo anajua kwamba kuna Derby kati ya Simba na Yanga. Mbilinge tayari mshazipata. Unaona watu wamekesha. Kwenye jana kwenye mitandao ya kijamii zipo video nyingi sana zimetembea. Mechi za namna hii zinakuwa na mambo mengi sana. Yaani nje ya uwanja kunakuwa na vitu vingi sana vinafanyika kwa sababu kila mmoja anahitaji apate matokeo. Kwa hiyo kila mmoja anafanya kile anachokiweza ili mradi hii mechi aikamate. Na ndio maana unaona hata ukiangalia tu mazingira hapa uwanjani kuna watu wengine wamelala hapa. Umeona ukiangalia kule kuna watu wamelala hapa.
wako hapa sasa hivi, unaona kabisa hawa watu wana usingizi, lakini ndio hivyo wanalinda kile ambacho wao wanaamini kwamba kitakwenda kuwasaidia. Kwa hiyo na hii ni kawaida, sio tu kwa Zanzibar. Nafikiri hata ikichezwa pale kwa Mkapa, Dar es Salaam pia mechi kama hii inakuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo hayo unaona kwenye mitandao pengine ni machache kati ya mengi ambayo huwa yanafanyika kuelekea katika mchezo wa dabi kati. Huwa yanafanyika au yamefanyika? Na muda bado hujakwisha, manake bado yataendelea kufanyika. Tunaweza tukashuhudia mengine hapa. Tutashuhudia mengine pia. Ni mechi ambayo inakuwa na mambo mengi sana, lakini kimsingi kwetu sisi tunaamini kwamba hii mechi itachezwa salama na itamalizika salama, na anayestahili kupata matokeo atapata matokeo. Bahati nzuri naona hata shirikisho nao wametoa taarifa ya kama tahadhari pia kwa waamuzi kuhakikisha kwamba wanachezesha vizuri mechi. Imetoa faraja sana kwa wadau wa mpira wa miguu, kwa sababu tunaamini hata waliokabidhiwa kuchezesha mchezo watafuata kile ambacho kila mmoja anaamini kinataka kiwe hivyo, ili mchezo umalizike salama. Kuna majina mengi tayari yameshatungwa kuhusiana na uwanja wa New Amani Complex, wengine wakiuita Guantanamo Bay. Nadhani historia ya Guantanamo Bay unaifahamu. Kwenu hili mnalipokeaje, kuwepo na majina mengine mapya yakiutambulisha uwanja wa New Amani Complex? Ni sio mbaya, kwa sababu ni kama majina ya nickname fulani hivi, lakini hii inaitwa New Amani Complex. Lakini kila mmoja, hususan kwa timu ambazo zinatumia hiki kiwanja, kila mmoja na imani yake. Mwingine anaona akija hapa yeye ndio panamnufaisha zaidi kwa kupata matokeo, na ukilichukua hilo maana ya Guantanamo Bay, ni gereza hilo gumu sana la mateso gumu, manake ukiingia hapo lazima upate mateso. Sasa kwa timu inayotumia uwanja huu, kwa wale ambao washaozoea kuutumia na wameweka imani hiyo, wakalipa hilo jina, wao wanaamini watakapocheza na yoyote hapa, basi itakuwa ni sehemu ya kwao, ni matatizo, manyanyaso, mateso na pinzani kupitia mateso. Yani sehemu ambayo shida unaipata. Kwa hao walioipa hilo jina wanaamini hivyo. Kwa hao wanaamini sehemu salama, lakini kwa mpinzani inakuwa sio sehemu salama. Kwa hiyo ni miongoni mwa vile vionjo ambavyo ndio raha yenyewe ya mpira, kwa sababu mpira wa miguu unakuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo vitu kama hivyo sisi tunaona ni sawa tu. Hata mwingine akija akitumia uwanja ukiona kwake una manufaa, akisema bwana mimi pale napaita, ni sawa, lakini official linalotambulika ni New Amani Complex. Hayo mengineyo kila mmoja na imani yake. Hapo kutokana na imani. Na imani na nyewe sio kwamba mnayachukia, mnayapokea. Hatuyachukii, kwa sababu ndo wanazidi kuupa umaarufu mchezo. Sasa hivi sidhani kama ukanda huu Afrika Mashariki na Kati kuna mtu ambaye haijui New Amani Complex. Hakuna asiyejua New Amani Complex. Na tunashukuru sana kwa mwaka uliopita, kuanzia 2024, 25 na mpaka sasa imekuwa ni mwaka wa mafanikio makubwa sana kwa hapa visiwani Zanzibar, hususan kwa matumizi ya uwanja huu wa New Amani Complex. Umetangazika sana, na kwa sababu ya hivi vilabu vya Tanzania kuendelea kutumia uwanja, kwa hiyo wanautangaza kwa njia aina mbalimbali. Sisi kwetu ni faraja, kwa sababu unatunufaisha katika hilo pia. Na tayari umeshakabidhi uwanja kwa Young Africans. Young Africans ndio mwenyeji wa mchezo huu. Hilo halina shaka, timu mwenyeji maana yake ndio alichagua kwanza uwanja, maana yake tokea siku aliyochagua akafuata taratibu zote, uwanja ni wa kwake. Mkabidhi uwanja ni wa timu mwenyeji bwana. Kama ulivyotangulia kusema hapo awali, mchezo huu unahusisha hisia za mashabiki waliomo wengi Tanzania, na wengi watakuja kutazama huu mchezo. Naona tiketi bado zinaendelea kuuzwa, lakini mpaka kufika 2:15 huenda uwanja utakuwa ni full house. Lakini pia mchezo huu unahusisha hisia za mashabiki hata nje ya Tanzania, na hata ambao sio wa Tanzania tayari kuna namna moja ama nyingine walishajichagulia timu. Neno gani kwenu mnalo shirikisho la soka Zanzibar ZFF kwa mashabiki katika kuulinda uwanja huu, kwa kuwa ni pia tunafanya maandalizi kuelekea AFCON 2027? Ni kweli umeuliza kitu muhimu sana, kwa sababu mara nyingi mechi kama hizi kuna wakati huwa zinakuwa na pressure kubwa hata kwa mashabiki, ambao wakati mwingine wanapelekea kufanya vitu ambavyo sio sawa sawa. Tumeshuhudia kwa Mkapa, ishatokezea pale watu wakang'oa viti. Uwanja wetu bado ni mpya na tuna uhitaji kuutumia kwa michezo mbalimbali. Kwa hiyo nitoi pia rai kwa mashabiki, tunapokwenda katika mchezo, hisia zetu zisiendane na vitendo viovu. Unaweza kuwa na hisia, lakini tudhibiti hisia zetu, kwa sababu mpira wa miguu ni mchezo wa kihisia. Jambo ambalo alikufurahishi linawezekana likakupandisha hisia zako ukafanya maamuzi tofauti. Kwa hiyo
katika hilo wajidhibiti sana, wasijaribu kufanya vitu ambavyo havitakiwi, hususan hivyo vya kuharibu miundombinu ya uwanja. Manake kusema leo unaharibu miundombinu ya uwanja huu ni gharama kubwa sana katika kuhudumia na kuusimamia, na haitapendeza kwa sababu tumeutoa kwa moyo mmoja kwa kuamini mchezo unachezwa kistaarabu na hata mashabiki wasivunje ule utaratibu uliokuwepo. Kwa hiyo nitoe rai katika hilo, wasijaribu kufanya vitu hivyo kwa sababu mwisho wa siku vitawagharimu wao kama watazamaji, lakini zitagharimu hata hizi timu ambazo leo hii imekuwa ni kimbilio hapa kwa sababu ya sababu ambazo tunafahamu. Maeneo mengine kuna changamoto mbalimbali, na ndio maana uwanja huu upo na watu wamekuja kucheza hapa. Tukisema tunauharibu na huu, haitakuwa na faida, manake tutazidi kujiweka katika mahali pabaya na itakuwa sio hulka nzuri kwa mashabiki. Na tunashukuru kwa Zanzibar ijaye kutokezea, tunaomba na hii ifanyike hivyo hivyo, mechi hii malize, isitokezee vitendo vya namna hiyo. Lakini hii ni mechi ambayo inakusanya asilimia kubwa mashabiki kutoka maeneo mbalimbali Tanzania bara, nje ya Tanzania na kadhalika. Kwa kila mmoja anakuja na tabia zake. Kwa hiyo wameingia Zanzibar, tabia hizo nyingine zibaki huko huko, waendane na hulka na silka zilizokuwepo hapa, watazame mpira, washangilie, lakini wasiharibu miundombinu, wasiumizane pia. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na ulinzi na usalama. Mechi kubwa hii, nijipangaje? Nashukuru kwamba mara nyingi tunapoelekea mechi kama hizi basi hata kamati zile za ulinzi na usalama nazo huwa zinafanya kazi zao kwa vikao vinakuwa ni vingi kabisa. Ndio maana unakuta jeshi la polisi linatoa taarifa mapema kabisa ya namna ambavyo watadumisha ulinzi na usalama, lakini vile vile kunakuwa na maafisa usalama, security officers, ambao wanakuwa na mipango kazi ya kuhakikisha kwamba mashabiki wadhibiti vipi, na hata ikitokea dosari yoyote basi wanakabiliana nayo vipi kwa wakati isilete athari kiwanjani na kadhalika pia. Kwa hiyo katika hilo naamini wana mafunzo ya kutosha, na kupitia vikao na uratibu ambao tayari umeshafanyika, naamini kazi itafanyika vizuri kabisa na tutamaliza salama mchezo, tutavuka. Asante sana. Mimi nakushukuru pia. Yes, nilikuwa na Mohamed Kabwanga tukipiga story 2-3 kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, ikiwa leo ni Machi mosi 2026, na mchezo huo unatarajiwa kuchezwa katika uwanja huu wa New Amani Complex, wenyewe waliochagua uwanja wa kuuita Guantanamo Bay. Mchezo huo ni mchezo unaoenda kuvuta hisia za mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania na mataifa mengine kiujumla. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya kupata update mbalimbali ya kile kinachoendelea katika uwanja wa New Amani Complex, Guantanamo Bay. Young Africans ambao leo wako nyumbani katika uwanja huu wamechagua kuita Damaro Day. Kitu gani kinakwenda kufanyika? Dakika 90 zitakwenda kuzungumza. Simba Sports Club anaenda kufuta ule uteja wa mechi 6 mfululizo bila kupata ushindi mbele ya mtani wake Young Africans, au Young Africans anakwenda kuendeleza ile rekodi ya kuendelea kupata ushindi mbele ya mtani wake. Lakini pia matokeo ni matatu, kuna kufungwa, kushinda na kuna ile kudraw. Watagawana point, dakika 90 zinakwenda kuzungumza, na Soro Mwichui ndio amepewa dhamana ya kwenda kuziongoza zile dakika 90 za mchezo huu wa ligi kuu ya NBC. Mimi ni Diana Songa, nyuma ya kamera ni Hatibu Mgeja.